Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese. Hawa ni wamama katika usharika wa Kayanga katika kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania wakiandamana. Ni siku kuu ya akina mama, ni maombi ya dunia yanayoongozwa na akina mama. Hapa ni Kayanga. Neema imefunuliwa kwao. Mimi niko nyuma ya kamera, ni Merabu Birakashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania. Tunafanya maandamano kuzunguka mji mzima wa Kayanga. Karibu ambatane pamoja na sisi. Kila wakati nitakuwa nikikuletea matukio yanayoendelea mahali hapa. Karibu. Wanawake hawa wanahakikisha kila mahali wanamtangaza Kristo Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni wa usharika wa Kayanga katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Karagwe. Tupo katika maandamano kuzunguka mji mzima wa Kayanga. Hii ni siku njema sana kwao, maombi ya dunia ambayo yanaongozwa na wanawake. Lakini kwa nyuma kama unavyoweza kuona ni mchungaji Fares Gwiego akiwa anahakikisha anawaunga mkono wa mama hawa. Karibu sana uwe pamoja na sisi. Niko nyuma ya kamera, mimi ni Merabu Birakashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Karibu twende. Wanaingia barabara kuu. Sasa ni mwendo wa kutembea kuitangaza Injili. Na hapa ni mjini Kayanga, msikilizaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese. Mimi niko kwa ajili ya kuletea matukio yote ya siku ya leo. Karibu. Mfuatiliaji na mtazamaji. Tumechoka lakini bado kazi inaendelea. Na hawa ni wanawake ambao ni mchanganyiko wa madhehebu ya CCT yote. Wameamua kuadhimisha siku yao hapa usharikani Kayanga. Maandamano bado yanaendelea. Wow. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, kwa mbali unawaona wanawake wakiwa wanahitimisha maandamano kuhakikisha wametangaza Injili katika mji wote huu wa Kayanga. Usisahau kwamba ni kina mama wote wa makanisa ya CCT. Mfuatiliaji na mtazamaji, wakati tunahitimisha hapa, ninaomba nikupeleke moja kwa moja ndani kwa ajili ya ibada, maana hapa ndo tunatia nanga. Karibu. Niko nyuma ya kamera, ninaitwa Merabu Birakashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Karibu. Zaburi ya siku ni Zaburi ya 8. Tutaanza mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 9 na tutasoma kwa kupokezana. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Wewe umeweka utukufu wako mbinguni. Umeweka masisi kwa sababu ya nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha. Mtu ni kitu gani na binadamu umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Kondoo na ng'ombe wote pia, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia za baharini. Mstari wa 9 kwa pamoja. Wewe ni Mungu wetu,
asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye ulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na ukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo. Naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Hili ndilo somo la kwanza. Pia orana. Uishi muda mrefu. Uishi vizuri. Wacha uangaze kama jua. Wacha ucheze na mawingu. Kia orana. Chukua muda na utambue kupumua kwako mwenyewe. Angalia jinsi pumzi yako inavyoingia na kutoka kama mawimbi ya bahari. Kila mmoja wetu aliyekusanyika hapa leo anapumua. Je, hilo si jambo la kushangaza? Sote tunashiriki zawadi hiyo ya uhai. Kwa hakika jinsi mawimbi ya bahari yanavyopanda na kushuka, pumzi zetu hutiririka ndani ya nchi. Fikiria damu inapita kupitia mishipa ya mwili wako na inapita kama mito, kama vile mto unavoleta virutubisho kwenye ufuo na mashamba ya dunia. Ndivyo damu yako inavoleta virutubisho kwa kila kiungo cha mwili wako. Je, haishangazi kwamba Mungu aliumba miili yetu kufanya kazi kwa njia hii ili kuleta afya na uhai kwa kila kiungo ndani yako, ili kuweka imara na kuwa hai kila siku? Usikate tamaa, usivunjike moyo, tumaini Yesu atafanya. Usikate tamaa, usivunjike moyo, tumaini Yesu atafanya. Wakorintho wa kwanza sura wa 12 mstari ule wa 12 mpaka 23. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao mwili una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, hivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, sisi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, ku wapi kusikia? Kama wote ni sikio, ku wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na nini. Bali zaidi sana
viungo vile vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi, na viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Na hilo ndilo neno la Bwana. Wapendwa wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni mwema kila wakati. Wapendwa, mnayo furaha? Mnayo amani? Sioni. Mnayo furaha? Wapendwa, tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kila mtu mwambie mwenzako umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Tena mwambie tena hajasikia. Mwambie huku ukichangamka kwa furaha jamani. Haleluya, haleluya. Wapendwa, hakika Mungu wetu ni mwema sana. Mungu wetu anatupenda kuliko tunavyofikiri. Mungu wetu anatuwazia mema kuliko tunavyowaza. Jina lake lihimidiwe. Basi tuombe. Mungu mtakatifu, wewe umetuumba kwa jinsi ya ajabu. Tunakuja mbele zako sisi watoto wako wa kike na wa kiume, tukiushangaa ukuu wako na uwezo wako, tukiyashangaa matendo yako ya ajabu juu ya maisha yetu, tukiushangaa ukuu wako na uweza wako juu ya uumbaji. Bwana, hakika umetuumba kwa jinsi ya ajabu. Tunakurudishia wewe sifa, heshima na utukufu. Asante Yehova kwa ajili ya mchana huu wa leo, maana Bwana uliujua, uliuratibisha wewe mwenyewe kabla hata sisi hatujawaza. Sifa, heshima na utukufu tunakurudishia wewe Baba mwenye nguvu na uweza na mamlaka, katika jina la Yesu. Ni wewe Bwana umetukusanya ili Bwana tukapate kuyatafakari maneno yako ya uzima. Ni wewe Bwana Mungu wetu uliye Mungu wa utaratibu, uliyeweka hata mpango ili Bwana yawepo maombi ya dunia yanayoongozwa na kina mama. Sisi ni nani Bwana hata ukatupa kibali cha kuweza kuifikia siku ya leo na kuyashuhudia matendo yako ya makuu? Tunakurudishia wewe sifa, heshima, utukufu. Tunapoenda kulitafakari neno lako la uzima mchana huu wa leo, tunakualika Roho Mtakatifu uliye mwalimu wa kweli, kama neno lako la uzima linavyosema, naye Roho atawafundisha yote na kuwakumbusha yote. Nasi tunakualika sasa Roho Mtakatifu ukatufundishe yote tusiyoyajua, hata yale tuliyosahau. Roho Mtakatifu ukatukumbushe kwa utukufu wa jina lako. Karibu Bwana Yesu, kakae katikati yetu, kwa kuwa ni wewe ulisema wakutanikapo wawili watatu kwa ajili ya jina langu nitakuwa katikati yao. Basi Bwana, sisi ni zaidi ya wawili na watatu. Tunakualika mahali hapa ukatamalaki. Karibu kakae pamoja nasi. Mungu Baba, uwepo wako ukatamalaki ibada hii kajayo chaji. Tufungue masikio yetu ya rohoni na masikio yetu ya mwilini, tukapate kuyasikia maneno yako ya uzima. Na neno lako la uzima tunasikia mchana huu leo likafanyike mbegu katika mioyo yetu, likastawi na kuzaa matunda, ili wewe Bwana ukatukuzwe kwa sisi. Ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini. Amen. Wapendwa wa Mungu, tusikie neno la Mungu ambao ni mwongozo wetu wa siku hii ya leo, kutoka Zaburi ile ya 139. Tusikie neno la Mungu kutoka Zaburi ya 139 mstari ule wa 14 tu.
Neno la Bwana linasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, nafsi yangu yajua sasa. Wapendwa, naomba nirudie tena, ni neno zuri tamu kabisa kwa mchana huu wa leo. Naomba nirudie tena. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli ni ukweli usiopingika, tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu kabisa. Tukijilinganisha sisi na viumbe wengine wote na kila kitu kilichoumbwa, sio viumbe tu, hata vitu, iwe bahari, ziwa, sisi tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu sana. Tukiangalia na kuthibitisha hili, tukiangalia hata jinsi tulivyoumbwa. Kwanza kabisa mtu angalie upekee wa mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa kwa jinsi ya ajabu. Na upekee huo tunaweza kuthibitisha hata katika mchakato mzima wa uumbaji wa mwanadamu. Tukirejea kile kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza na mstari wa 26 mpaka wa 27. Tukienda kitabu chetu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari wake wa 26 mpaka wa 27. Neno la Mungu linasema, Bwana akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Wapendwa, kwa neno hili tunathibitisha kabisa kwamba kweli sisi tuliumba kwa namna ya ajabu. Viumbe vingine vyote tukiangalia kile kitabu cha Mwanzo, tangu mwanzo kabisa, viumbe vyote viliumbwa kwa neno tu. Mungu alitamka na ikawa. Lakini alipofika kwa mwanadamu, neno tu halikutosha. Mungu aliumba kwa neno na tendo. Hakuishia kwenye kutamka tu. Tena sio kwa neno na tendo tu, kwa kikao, kwa ushirika. Sio kwa yeye nafsi moja tu. Tunathibitisha maneno haya tunaposikia anaposema kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ina maana hapo hakuwa mtu mmoja. Kwa wale Waswahili, tukisema tumfanye mtu, hakuwa mtu mmoja huyu. Alikuwa ni mtu zaidi ya mmoja. Lakini kule mwanzo tulikuwa nasikia Mungu akasema iwe nuru na ikawa nuru. Mungu alikuwa anasema tu, lakini alipofika mwanadamu, neno tu alikutosha. Kwa upekee tulio nao wapendwa, kwa thamani tulio nayo, na kwa namna ya ajabu ya kupendeza na ya kuvutia sana tulio nayo, Mungu alituumba kwa neno na tendo. Tena kwa kikao, kwa kushirikisha nafsi zake, Roho Mtakatifu na Mungu Mwana, kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wapendwa, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu kabisa. Ndio maana tunao uwezo wa vinywa vyetu vinao uwezo wa kutamka baraka na zikawa. Tunao uwezo wa kutamka laana na zikatokea, kwa sababu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, wana wa Mungu. Sijui kama nyinyi mnaushangaa uumbaji. Mimi kuna wakati huwa nakaa na tafakari, najiuliza, najiangalia mimi mwenyewe, na muangalia mwanadamu mwingine, nasema kwa kweli Mungu hivi alifikirije namna gani? Yaani emfikiria dunia nzima, tuko watu mamilioni na mamilioni. Lakini tofauti, kinachotofautisha ni aka kadude aka karaundi tu aka kasura tu. Unaweza kukuta watu wengine tuna maumbile yanafanana. Tuna maumbo yanayofanana, kama watu wengine namba 6, watu wengine namba 9, watu wengine namba 8, watu wengine wana mguu chupa ya bia, watu wengine wako kama mimi. Lakini kila mtu ameumba kwa namna yake. Kinachotofautisha wapendwa ni hii sura tu. Yaani fikiria mamilioni na mamilioni ya watu, lakini hakuna hata mmoja
ambaye unaweza kukuta kwamba ni copyright, yani hana tofauti yoyote na mwingine. Tunatofautiana. Mungu ni wa ajabu sana. Mungu ni wa ajabu sana. Kuumba watu wote hawa afu kila mtu akawa na sura yake. Mungu ni mwema. Tumpigie makofi Mungu wetu. Tumpigie makofi Mungu wetu. Anastahili sifa, heshima na utukufu. Kwa kweli Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu. Ametuumba kwa jinsi ya ajabu sana. Nikiendelea kumtafakari Mungu, viko viumbe vingine vikubwa. Wakina tembo tunawajua, ni wakubwa. Wakina twiga ni warefu, wana rangi za kupendeza. Lakini nani alishawahi kuangalia sura ya twiga? Sura ya twiga mmeshawahi kuiona? Sura yake ni ya ajabu kikweli. Pamoja na umbile lake na rangi zake za kupendeza. Pundamilia je, tunamjua na rangi zake nzuri, nyeusi na nyeupe za kupendeza. Lakini tukiangalia sura yake haivutii sana. Lakini hemu muangalie, kila mtu hemu muangalie, muangalie mtu aliyoko jirani yako. Kwa kweli jamani ni mzuri. Kila mtu muangalie muangalie jirani yako. Muangalie jamani. Ni mzuri kwa kweli. Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu sana. Sana kuliko tunavyowaza, kuliko tunavyofikiri. Umewahi kufikiri siku moja kwa mfano hivi haya macho yetu yangekuwa kama ya kuku, labda moja liko sehemu hii na sehemu hii. Uliwahi kufikiri tungekuaje? Kwa sababu kuku yani wote ni uumbaji wa Mungu, lakini kwa nini sisi Mungu akaona macho yetu, akatuwekea kapua, akaweka macho akaona haikutosha, akawekea manyoya kuzunguka macho yetu, akatengeneza vidole vingeweza kuwa kama mwiko lakini akaona haitoshi, akachana ikatokea vidole haikutosha, akachora mistari. Kila mtu angalie kiganja chake. Jamani wote ni uumbaji wa Mungu eti. Wote ni uumbaji wa Mungu. Wote ni uumbaji wa Mungu. Mungu wetu ni wa ajabu. Kwa kweli wanadamu tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu kuliko viumbe vyote. Umewahi kufikiri siku moja kwamba je, tungekuwa na manyoya kama alivyo paka tungekuwaje? Tungejiona wa kawaida lakini tusingependeza. Lakini hivi tulivyo tunamtukuza Mungu. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu wapendwa. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu sana sana sana. Yaani hiyo nimezungumza kwa upande wa maumbile yetu na muonekano wetu. Kwa kweli tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Tunao kila sababu na upekee wa ajabu ili tumshukuru Mungu kwa kile kilichofanyika juu yetu. Na umakini mkubwa mpaka akaamua kuitisha kikao ili sisi tutengenezwe kwa jinsi tulivyo. Ni hiyo yote ni kwa umakini, ya kwa umuhimu wetu na uthamani wetu na uzuri tulio nao. Mungu anatupenda wapendwa. Mungu anatupenda sana. Sasa tujiulize swali moja. Je, uumbaji huu tunauenzi? Kwa sababu Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume. Si ndio? Alimuumba mwanamke na mwanaume. Lakini sisi wanadamu tumeendelea kuwa kama Mungu alivyotukusudia. Mungu anasikitishwa sana akituona wanadamu aliyotuumba sio kwa neno tu, akakaa tena sio peke yake, akawashirikisha na wenzake, akatutengeneza kwa uzuri na namna ya ajabu. Lakini leo hii baba anaweza kutamani kuwa mama na mama anaweza kutamani kuwa baba. Jamani, vitendo vya ushoga na ulawiti havipo? Jifikirie ungekuwa wewe ni Mungu uliyemuumba huyu mwanadamu, tena ukamuumba mwanamke kwa uzuri wake. Hebu angalia wanawake wanavyopendeza jamani. Ni wazuri. Lakini huyo mwanamke leo anatamani kuwa msagaji, awe na mwanamke mwenzake, yeye awe mume kusudi awe na mke. Ni jambo linamchukiza sana Mungu wetu. Ni jambo linamchukiza sana Mungu. Tunauishi huo uumbaji ambao Mungu alikusudia. Tunathamini ile jinsi ya ajabu ambayo Mungu alituumba kwayo. Wa baba tumeumbwa kama wafalme, sisi ni watawala. Lakini wako wa baba wengine wanatamani kutawaliwa. Baba anakuwa mke wa mtu, wakati yeye ameumbwa kama mtawala, ameumbwa kama kichwa. Ni chukizo wapendwa mbele za Mungu.
Tunapaswa kurudi na kunyenyekea mbele za Mungu na kuomba toba sana na rehema juu ya matendo machafu na mabaya tunayofanya. Ni chukizo sana mbele ya Mungu wetu. Hayampi utukufu hata kidogo. Tunapaswa kuomba kwa kusema tu, kwa kutangaza katika vyombo vya habari haitoshi. Shetani akiingia kazini ameingia. Wapendwa, niwaambie kitu kimoja. Tusimuogope shetani, lakini tusimdharau. Anazo nguvu. Hilo mnapaswa kulijua. Yaani sisi tulioko hapa ukashangaa siku moja ukaja kukuta mtoto wako au jamaa yako ameingia katika vitendo vya hivyo, inawezekana kabisa. Usipomtumainia na kumkimbilia Mungu na kuomba. Kule unakoenda watoto wetu mashuleni na wanakoenda makazini wakutana na vitu vingi. Utandawazi umeleta mambo mengi ya ajabu. Watu wanatamani hata vitu visivyofaa, tofauti na jinsi ya ajabu ambayo Mungu ametuumba kwayo. Tuombe sana wamama, tuombe sana wababa, tuombe juu ya watoto wetu, tuombe juu ya wenzi wetu, tuombe. Jamani, hata mwenzi anaweza kujaribiwa. Akitangazia wadau kubwa, unaweza kushangaa ameingia kwenye vitendo vya ajabu. Ukamshangaa ni baba lakini kumbe ni mke wa mtu somewhere. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Yapo haya wapendwa, tusiyashangae. Yapo huko mijini. Yapo kabisa. Huku kwetu nadhani hajafika, neema ya Mungu bado iko juu yetu, lakini sijui yamkini hapo. Basi tumuombe sana Mungu ili tuweze kuishi uumbaji na jinsi ya ajabu, jinsi Mungu alivyotuumba kwa muonekano na sura na maumbile na uweza mkubwa ambao Mungu ameweka juu yetu. Tukienda kwa upande wa kiroho, tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu wapendwa. Tokana na uwekezaji mkubwa Mungu aliofanya juu yetu kwa kutuumba kwa mfano wake, ni matamanio yake sisi tuwe milki yake, tumheshimu, tumsikilize, tumtii na tuishi sawa na maagizo yake. Ndio kiu kubwa alionayo Mungu. Tukimuishi kama Mungu anavyotaka, tukifuata maelekezo yake, Mungu atakuwa msaada mkubwa sana katika maisha yetu ya kiroho. Na maisha yote tunaishi mfano wapendwa wa Mungu, whether una nafasi gani au una hali gani, bila Mungu ni bure. Ni bure kabisa. Na hata siku moja hakuna hasara ya kuishi Ukristo, hakuna hasara ya kuishi utakatifu, ni faida tupu. Ili tuweze kuona uumbaji wa Mungu ulivyo wa jinsi ya ajabu katika maisha yetu ya kiroho, tunabidi tumheshimu na tumtii na tufuate maagizo yake. Anataka tufanye nini? Anataka tuishi kwa staili gani? Anataka tuongoze vipi? Anataka tutende vipi? Hiyo ndio furaha ya Mungu wetu. Mungu anagharamika sana kwa ajili ya ustawi wetu, kiulinzi, hata kibaraka pia. Mfano, tukiangalia hata ile neno letu la leo, baada ya kusema tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu, tumeambiwa kwamba matendo ya Mungu ni ya ajabu. Ni kweli kabisa, matendo ya Mungu ni ya ajabu sana kwetu. Lakini tutayaona hayo matendo kama tukimuishi Kristo. Kama Kristo akionekana juu ya maisha yetu, tutayaona hayo matendo ya Mungu ya ajabu. Mfano mzuri tukiangalia katika kile kitabu cha Danieli, tutasoma mwenyewe hata kwa muda wako, ile sura ya 3. Mungu ana uwezo wa kutenda maajabu kuliko tunavyofikiri. Tunawakumbuka kina Meshach, Shadrach na Abednego, nadhani habari yao tunaijua. Wao kwa kumheshimu Mungu na kukataa kumwabudu Mungu aliyekuwa ametengenezwa na mfalme Nebukadreza, walitiwa katika tanuru la moto, tena moto mkali. Lakini yule mfalme Nebukadreza alijua kabisa kwa kuwatia motoni wale watu, kwanza watateketea. Lakini kwa sababu gani? Hawakumheshimu na kumtii Mungu wake. Wapendwa, Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Wale watu kina Meshach, Shadrach na Abednego, kwa sababu walimtetea Mungu, kwa sababu walisimama na Bwana, hata walipotiwa katika tanuru la moto hawakuteketea.
tuliwaona wakiendelea na mazungumzo yao, tena akaongezeka na mtu wa 4 akawatia moyo. Yaani mahali pale pakawa ni sehemu ya kutia story, wakikumbushana hili na lile bila shaka wala wasiwasi, huku mfalme na wale wa maaskari wake wakiwaangalia wakisubiri waone majivu, lakini hawakuwa majivu, hawakuteketea. Lakini yote haya aliyopata kwa sababu gani? Kwa sababu walimtii na kusimama na Mungu, Mungu aliye hai, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu aliyetuumba kwa jinsi ya ajabu, Mungu aliye baba yetu, Mungu mwenye wivu, Mungu anayetupenda, Mungu asiyetaka shirika na Mungu yoyote, Mungu asiyehitaji msaada. Mungu wetu hahitaji msaada wa irizi, Mungu wetu hahitaji msaada wa chale, Mungu wetu hahitaji msaada wa mganga wa kienyeji. Mungu wetu hahitaji msaada wa yoyote. Mungu wetu hahitaji msaada wa watu wa mume wako, hahitaji msaada wa watu wa mtoto wako, hahitaji msaada wa watu wa pesa zako, hahitaji msaada hata wa elimu yako. Mungu ni Mungu mwenye nguvu, anajitosheleza kabisa, anajitosheleza kabisa, wala hataki tuwe na miungu mingine. Kwa hiyo wapendwa, tunaweza kuyashuhudia matendo ya Mungu ya ajabu katika maisha yetu kama kina Meshaki, Shadraka na Abednego. Katika ulimwengu wa leo hatutegemei kwamba siku moja Mama Samia atakuja aseme wale wote waliosema hivi na hivi moto uwashwe pale halmashauri afu akamate watiwe kwenye moto. Hiyo haipo. Hatutegemei baba, labda wale ambao wana shida kidogo ya akili, kwamba ataona mtoto amemkwaza au mama amemuudhi atawasha moto pale amtie kwenye moto. Haiwezekani. Lakini wapendwa, tunayo mapito, tunapita. Na ili uwe Mkristo, dhahabu iliyo safi, jamani, lazima ipite kwenye moto. Wewe niambia ni Mkristo, umemshika Yesu sawa sawa, lakini unaniambia kwamba ni tambarare, kwako ni furaha, ni amani, ni shangwe Januari mpaka Disemba, wewe nitakuwa na mashaka na wokovu wako. Shetani ni mwenye vita, hafurahi kukuona ukiwa na furaha, ukiwa na amani. Kwa hiyo kupita lazima tupite tu. Tunapita katika mapito mengi. Wapendwa, tunapita katika madeni, ni uongo. Tunapita katika madeni ambayo watu wengine wanawatishia mpaka wanakimbia, wanaacha familia zao. Yote ni majaribu, ni mapito na majaribu ya shetani. Usipomtumainia Mungu, usipostahimili, hata wewe kukimbia familia inawezekana. Wale hawakupenda, lakini walikosa tumaini, walikosa kumtumainia Mungu, ikawa kama ilivyotokea. Tunapita katika mapito mengi wapendwa, tunapita katika magonjwa. Unaweza kupata ugonjwa ambao unaona kwamba sasa huu kwa kweli, kwanza ugonjwa wenyewe ni wa kwenda India, nikiangalia kipato changu siwezi. Lakini mimi ninakwambia mpendwa, ukiliitia, kama unamtumainia Mungu, ukiliitia jina la Yesu, unapona pasipo kufika hata government Bukoba. Mungu anaweza wapendwa. Mungu hahitaji msaada kabisa. Akitaka mtu fulani atumike ili kufanyika baraka, ili yao waweze kukuvusha katika mapito, yeye mwenyewe atakuambatanisha, atakupa mtu sahihi. Hatakupa mtu wa kukusaidia kulipa deni afu kesho akakutangaza kwa kidedea. Hatakupa mtu wa namna hiyo. Mungu ana mizungu mingi, kama tulivyosikia kwenye ule wimbo, anayo mizungu mingi ya kuponya wanawe. Sijui kama tunalitambua hilo. Kwa hiyo wapendwa, mimi niwapende kuatia moyo. Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu. Kwa hiyo hata kiroho Mungu ana uwezo wa kutupigania kuliko tunavyofikiri. Kama Meshaki, Shadraka na Abednego waliweza waliweza kutokuteketea katika ile tanuru la moto, je, sisi tunaomtumainia, tunaomuomba, tunaomlilia usiku na mchana, hawezi kutuacha. Na Mungu ni mwaminifu. Yeye ni baba yetu, anatupenda, ametuumba kwa jinsi ya ajabu, hataki tuangamie. Anachohitaji kwetu tu ni sisi kumtumainia na kumpenda yeye. Tuishi utakatifu, tuishi sawa sana na mapenzi yake. Tusiende kinyume na uumbaji wake. Ametuumba kwa uzuri, ametuumba kama vitu vya kupendeza, lakini leo hii tunamwasi, tunaenda kinyume na maumbile yetu, sio sawa sawa mbele za Mungu. Mungu wetu ni mwema sana. Mungu ni mwema wapendwa wa Mungu. Mungu wetu ni mwema sana. Pia tukiangalia, Mungu atubariki kwa namna ya ajabu. Mungu ana uwezo wa kuachilia hata baraka juu yetu. Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu, hata kwa jinsi anavyoweza kutubariki.
Mimi kuna wakati huwa nafikiria, nasema hivi, kwanza hivi ilikuwaje mimi nikajikuta niko Karagwe? Alafu enzi zile nikivuta umri wangu wa binti, yani sikujua, yani hivi nilivyo leo sikujua. Yote hiyo ni baraka za Mungu tu. Sawa, naweza nisifikie viwango ambavyo wewe labda kwa mtazamo wako unatamani kwamba yani huyu na alivyo angepasha kwa mimi najua Mungu alikonitoa. Na wewe unajua. Jamani, hivyo ulivyo si kwa nguvu zako, sio kwa juhudi yako, bali ni neema kutoka kwa Bwana. Ni kwa neema tu na baraka zake nyingi ambazo Mungu anatukirimia. Tumkumbuke mtumishi wa Mungu, tumkumbuke Yakobo. Yakobo pamoja na kusababisha dhahama huko kwao nyumbani kwao, akaamua kukimbia, akaenda kwa mjomba, akajua kule amekwenda kuisha. Lakini kwa sababu alikuwa ni mbarikiwa, baraka za Mungu ziliambatana naye. Alipofika kwa mjomba wake, mjomba akamtumikisha, akakubaliana naye ujira, akamdhulumu kadri alivyoweza. Mwisho akaenda kwenye mifugo, akawa kila siku anambadilikia, mara ng'ombe wao. Sasa mifugo itakayozaliwa yenye madoa, yenye malakalaka watakuwa ni wako, kwa sababu alikuwa anajua yenye malakalaka hawapo, wako chache. Basi mifugo yote itakayobeba mimba, ng'ombe wote watazaa wenye malakalaka. Wakizaliwa wenye malakalaka anambadilishia. Sasa mimi naona wakizaliwa wenye milia, hao watakuwa wako. Hapo anamwambia kwamba ndio ujira wake atakaompa. Lakini pamoja na mjomba wake Labani, hata alipokwepa kwa namna gani, kila alipojaribu kukwepa ndiko Mungu alikoelekeza baraka zake. Alipomwahidi kwamba kwa kuona kwamba wenye milia ni wachache, kwamba nikimpa hivi viwili vitatu hata toboa, basi walizaliwa wenye milia kuliko ilivyotegemewa. Alipobadilisha akasema sasa wenye malakalaka watakuwa ni wako. Mungu walifanya kwa sababu Yakobo alikuwa ni mbarikiwa. Wapendwa, tutamani sana baraka za Mungu kuliko baraka za dunia hii. Baraka za dunia hii zinapita tu. Hivyo tunaenda kuitafuta kule kwa waganga au kwa marefali, unaenda kuzima haki ya mtu ili wewe uweze kupata nafasi fulani, aondolee fulani ili wewe uweze kuipata. Kwa Mungu sio sawa sawa. Mtu kama ni mbarikiwa tu. Na sisi wote Mungu alituumba wote kwa jinsi ya ajabu ili wote tukaziishi baraka zake. Ndio kusudi la Mungu. Mungu alituumba wote tukaziishi baraka zake kabisa. Lakini sasa tunaziishije? Kazi inabaki kwa kwetu. Usipobarikiwa ni wewe tu. Lakini baraka zote ziko nje. Ni wewe tu mahusiano. Je, una mahusiano gani na huyo mwenye baraka? Una mheshimu namna gani? Unampenda kwa kiwango kipi, au unamhitaji pale unapokuwa na shida? Wapendwa, sisi wa Kristo huwa tunakuwa wa Kristo wa msimu. Ukitaka ikikaribia mitihani ile, unawaza mtoto anakaribia kwenda kufanya mtihani, utawaona watu watakuja, yani hapo ndio mtu atakaza maombi kwa namna ya ajabu. Mungu naye ni mwaminifu, kwa sababu alisema ombeni nanyi mtapewa. Ukiomba unapewa, kweli mtoto anafaulu. Baada ya hapo kifuatacho, uhusiano na Mungu na ule ukaribu haupo tena. Tusimfanye Mungu wetu kama mganga wa kienyeji. Tumpende. Yani usimpende Mungu kwa sababu ya kile anachokupa. Hebu mpende tu kwa sababu amekuumba kwa jinsi ya ajabu. Mpende tu kwa sababu yeye ni Mungu. Mpende tu kwa sababu yeye ni Baba. Mpende tu kwa sababu yeye ndiye ana majibu yako yote. Mpende tu kwa sababu yeye ndiye aliyokufanya jinsi ulivyo. Usimpende kwa sababu amekupa gari. Usimpende kwa sababu amekupa ndoa. Usimpende kwa sababu amekupa watoto. Hata wale ambao hawakupewa watoto, tena unakuta wanamtukuza sana Mungu. Lakini je, sisi ambao Mungu ametubariki kwa namna ya ajabu, kwa jinsi ya ajabu, jinsi tulivyoumbwa, jinsi tunavyoishi baraka za Mungu. Kwanza hata wewe kuwa hivyo ulivyo, ukawa saizi una masikio unasikiliza hii injili, ni neema ya Mungu. Unajua kuna watu ambao ni viziwi? Mnajua hilo? Mnajua kuna watu ambao ni vipofu? Mnajua kuna watu ambao leo hii yamkini hata wako mahali hapa hawajui kama leo jioni watapata chakula chao cha usiku. Unajua kwamba kuna watu ambao wana magonjwa ambayo
yani anafikiri atafanya nini kwa sababu ni magonjwa ya kutisha. Lakini wewe Mungu amekufanya kuwa hivyo ilivyo. Hata kama una magonjwa, lakini hajakuacha ukateketea. Mungu ni mponyaji. Mungu ni uzima. Yeye alisema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo uzima ni haki yetu. Hata huo ugonjwa mpendwa, kama una ugonjwa, awe ni mapito tu, ni kama ile tanuru dhidi ya Meshach, Shadrach na Abednego. Utatoka tena ukiwa mzima, hata nguo zako hazitakuwa hata na harufu ya moto. Na huo ndio ukuu wa Mungu. Haijalishi leo hii una dhiki na shida nyingi, lakini baraka yako ipo. Kwa kuwa Mungu alituahidi. Wewe ishi tu, uishi Ukristo, mpende Mungu, muamini yeye, mtumikie kwa uaminifu, na tutashuhudia jinsi Mungu alivyotuumba kwa jinsi ya ajabu. Wapendwa wa Mungu, Mungu atusaidie kwa jinsi alivyotuumba na kwa jinsi ya ajabu. Uajabu huu udhihirike sio kwa utukufu wetu, bali yeye atukuzwe kwa sisi. Wapendwa, Mungu atusaidie kwa jinsi alivyotuumba kwa namna ya ajabu. Huo uumbaji aliokusudia kwetu uwe ni kwa utukufu wake, wala sio kwa utukufu wetu sisi. Na Mungu alibariki neno lake. Mungu ni mwema kila wakati. Basi Mungu atuwezeshe tuweze kuishi utakatifu, tumpende, tumuheshimu, tumtukuze, na siku zote tusiache kukiri wazi kwamba Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu. Hemu wote tuseme kwamba Mungu ameniumba kwa jinsi ya ajabu. Wote tuseme kwa sauti, Mungu ametuumba, ameniumba kwa jinsi ya ajabu. Basi tumshukuru Mungu. Mungu mtakatifu na Baba uliye mwema sana. Hakika wewe ni Mungu unayetupenda kuliko tunavyofikiri. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya neno lako uliyoachilia kwetu mchana huu wa leo. Mungu, tumekusikia, umesema nasi kwa lugha nyepesi, umesema nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu. Ni dhahiri kabisa Bwana, kila mmoja amepokea, amesikia, na anashukuru kwa ajili ya kile ulichokiandaa kwa ajili yetu. Yehova, utusaidie tuweze kuishi sawa sawa na uumbaji wako, tuweze kuishi sawa sawa na mapenzi yako, ili wewe Bwana uumbaji wako wa jinsi ya ajabu ukazidi kurudisha wewe sifa, heshima na utukufu. Zaidi sana neno lako hili la uzima likazidi kupandwa ndani ya mioyo yetu, likazidi kustawi na kuzaa, ili Bwana ukatukuzwe kupitia maisha yetu. Ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini. Amen. Hofu ya Mungu. Kusoma na kutafakari neno ndani ya familia. Mungu atumiminie roho ya kuomba na kupokea majibu kutoka kwa Mungu, tukiomba hivi. Mungu mwenye rehema, asante kwa nafasi hii ya kipekee. Asante Baba kwa kibali ulichotupa kukusanyika chini ya dari yako kwa amani. Tupe furaha katika kila tunapoona na tunapopata maana ya kile tunachokifanya. Tunakushukuru kwa kutujalia mkate wetu wa kila siku na mahitaji mengine ya kimwili na ya kiroho, pamoja na amani tulionayo. Asante kwa nafasi hii ya kipekee sana uliotupa kukutanika mahali hapa, tukilitaja jina lako, tukiuona utukufu wako, tukiziona baraka zako za pekee, za wazi na zisizo za wazi. Baraka zako zinazohesabika na zisizohesabika. Baraka zako zinazochunguzika na zisizochunguzika. Mungu, zote umezifunika kwetu. Asante kwa kuifanya siku hii itambulike kwa jina la maombi ya dunia, ikiongozwa na wanawake katika dunia nzima. Mungu Baba wa rehema,
Wabariki wanawake wote ambao kila siku wanajitahidi kuleta amani kwa jamii zao, kwa nyumba zao, kwa wenza wao, kwa watoto wao, kwa ndugu zao na katika mioyo yao wenyewe. Wape nguvu, waendelee kugeuza kwa majembe na vijiko. Palipo na chuki, wapande upendo. Tunawaombea wanawake wote wanaokabiliwa na ubaguzi wa aina yoyote ile, ukosefu wa usawa na tofauti za kijinsia. Mungu mwenye upendo, utupe utambuzi wa kutambua, wa kuondoa tofauti hizi ili tuwe na amani ya ustahimilivu katika maisha ya pamoja hapa duniani. Bwana Mungu, tufanye kuwa chombo cha amani. Sifa, utukufu, upendo, shukurani na amani vikurudie, Mfalme. Tunayaomba haya tukiamini utatenda kadri ya mapenzi yako. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Tunaomba haya tukiamini na kushukuru. Amen. Lakini pia familia zetu zikawa na amani, ukatulinda na kututetea. Lakini asante Baba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Baba, umetulinda, umetupa amani, hujatuacha. Kila wakati tumekuwa na amani na kikawa kisiwa cha amani katika taifa letu la Tanzania. Baba, sasa tunakuja, tunaomba Mungu wa rehema Baba, ukatuinue kiuchumi katika jina la Yesu. Mungu tusaidie, ukatupe bidii ya kutenda kazi, kila mtu akafanye kazi kwa bidii, ili Mungu wa rehema Baba, kila mmoja katika familia na katika taifa letu la Tanzania asiwe muhitaji. Kila mtu akapate kazi ya kufanya na akapate mahitaji yake ya kila siku, na maisha yakapate kuwa vizuri, tusije tukakukufuru Mungu. Baba, tusaidie Mungu wa rehema, achilia nguvu ya kazi katika maisha yetu, kila mmoja akapate kufanya kazi kwa bidii. Tusaidie Mungu wa rehema, ili kila mtu akapate kujiajiri, akawe na shughuli ya kufanya mahali popote alipo. Baba, katika jina la Yesu, saidia hata vijana wetu Bwana, wakapate fursa katika familia zetu na katika taifa zima la Tanzania. Baba, tusaidie Mungu wa rehema, vijana wetu wakajiajiri, wakapate maisha mema, wasije wakakufuru Bwana. Tusaidie Mungu wa rehema, endelea kututetea Bwana, endelea kutuimarisha, endelea kutupa afya njema Bwana, tuondolee uvivu. Tusaidie Mungu wa rehema, kila mtu kwa kazi yake anayoifanya. Baba, katika jina la Yesu, ibua fursa zote ambazo zimefichika katika macho yetu, kila mtu akapate kufanya kazi Bwana. Tusaidie Mungu wa rehema, ili Bwana Yesu tupate uchumi wetu ukapate kuinuka katika familia, katika taifa zima, hata tuweze kukutolea Bwana. Tunakushukuru Mungu wa rehema, kwa maana tunajua umeyasikia maombi yetu. Asante Baba, ni katika jina la Yesu tuomba tukishukuru. Amen. Mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi, uketie mahali pa juu. Tazama ni siku nyingine tena tukikutana hekaluni pako kuabudu katika roho na kweli. Tazama kina mama walivyopendeza kwa siku yao ya maombi duniani. Tunaomba wajaze nguvu za Roho Mtakatifu wako, zidi kutangaza neno lako ulimwenguni pote, kwa kuwa tunajua kina mama ni jeshi kubwa. Baba mtakatifu, tuombe utuondolee na vita za kitaifa kwa taifa. Pamoja tunaombea umoja wetu wa CCT uendelee kudumu katika amani, uwape amani viongozi wanaoulinda huo ulinzi. Binafsi tunaombea kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, uzidi kuwape amani wachungaji, watumishi wote katika kutenda kazi yako. Pamoja tunakabidhi na tunaelekea katika mwezi wa uchaguzi. Baba, tunaomba tulinde watu wanapoenda kuchagua, watu wachague kwa haki, na watu wao waaminifu, wasiweze kuiba kura za watu, wachague viongozi wanaostahili katika kazi. Tuomba hayo mchache tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuombe. Mungu, tunaomba utuondolee uovu na ukatili katika jamii, ushoga, usagaji, ndoa za jinsi moja na kubadili maumbile ya mwili na kutokujikubali. Mungu Baba, tunaomba utuonyeshe njia iliyo njema katika maisha yetu, ili tuweze kuheshimiana sisi wenyewe katika Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen.
Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.